sawa iende kwa nani? Wasiopenda haki mpaka waelewe, sio kuelimishwa tu, mpaka waelewe kabisa. Nani wasiopenda haki sasa? CCM ndio hawapendi haki. Kwa nini mnasema CCM hawapendi haki bwana? Nani anaweza kusema CCM hawapendi haki ipi? Sisi mnasema CCM hawapendi haki. Tunataka sasa tushuhudie hapa kwamba CCM wamewanyanyasa na kitu gani? Manyanyaso mengi. Nani anajitolea kuja kuyasema hapa manyanyaso ya CCM? Njoo mzee wangu. Haya, tuambie manyanyaso ya CCM. Haki! Haki sawa kwa nani? Na wale wasiopenda haki, mwalimu wao ni nani? Asante sana. Kwa majina anaitwa Khalfani Saidi Ujukuu wa Nakubamba. Ni mkazi wa kata ya Mahuta, kitongoji cha Mikakata, mtaa wa Kilimo, anwani ya makazi namba 62. Mgombea urais kupitia chama cha CUF. Unyanyasaji kwanza uliopo upande wa CCM. Nchi hii tunao watu waliotoka Tanganyika wakaingia Tanzania. Kwa maana watu hao walikuwepo wakati wa uhuru. Kwa sasa hivi hao watu hawafiki wala 30%. Lakini watu hawa pamoja na mchango wao wa uhuru wamesahaulika, wamedharaulika, hawakumbuki na lolote na watu wa CCM. Mheshimiwa Rais, watu wa CCM mwaka 2009 tupo kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, walituahidi kwamba kuna mpango shirikishi jamii wa fursa na vikwazo maendeleo ya vijiji. Ifikapo mwaka 2007 wanasema kila kaya itatoka mita 40 tu kufuata maji yalipo. Mpaka leo tunafuata maji maili 40. Huo unyanyasaji wa CCM. Mheshimiwa Rais, unyanyasaji wa CCM kwamba kuna hawa wahanga wa uhuru hawakumbuki kwa lolote lile na Chama cha Mapinduzi. Ikiwa Mozambiki wamepata uhuru 75, leo wahanga wa vita ya Msumbiji kila mwezi wanapata posho zao kwamba wale ni wahanga wa uhuru. Lakini Tanzania wahanga wa uhuru walokitamka kauli mbiu 5 uhuru kazi ya 5 hawakumbukwi, wamesahaulika, wamedharaulika. Ni kuombe Mheshimiwa Rais, kilichobaki kwako ni kuapishwa. Utakapoingia madarakani, chonde na kuomba. Chonde na kuomba. Tumenyanyasika kwa muda mrefu sana. Wakulima wakazi wa kusini, wakulima wa zao la korosho. Tumenyanyasika sana zao la korosho. Umesikia Mheshimiwa Diwani kwamba unapeleka korosho milioni mwezi wa 10, unaweza kupata mwezi wa 12. Mheshimiwa Rais, utakumbuka CUF ndio watu wa kwanza kusema tukiingia madarakani elimu bure. CCM wakati ile wakasema elimu bure, lakini leo ukienda shuleni kama huna shilingi 300 za michango, mtoto wako hasomi. Hayo ndio manyanyaso ya CCM. Mheshimiwa Rais, ni mengi sana tukisema tuhesabu hapa ndio tutajua, tutakupotezea muda wako. Asante sana. Asante sana mzee wangu. Asante sana mzee wangu. Umenipa maneno mazuri ya kuzungumza hapa. Sasa namtaka mwanamama azungumze mambo mawili matatu ambayo anaona kabisa CCM ikiondoka atapata raha mno. Yuko wapi mwanamama huyo? Mwanamama yuko wapi jamani? Hakuna mwanamama ambaye anaona kabisa kwamba yani CCM ikiondoka atapata raha kwa sababu kuna mambo fulani atayapata ambayo ameyakosa siku nyingi? Hakuna hata mmoja. Mnaona aibu? Haki! Mnamwogopa nani? Hawa askari walioko wako kwa ajili ya kutulinda sisi, ili kusitokea tatizo. Si tunawalipa mishahara sisi wale? Korosho zenu hizo ndio zinazolipa mishahara wa maaskari. Korosho zenu hizo
Kwa hiyo hawako hapa kuwanyanyasa, wako hapa kuwalinda. Njoni tu muongee. Kama kuna tatizo, na wao wanalo tatizo, kwa sababu wengine maaskari hawa wana wazazi wao ambao nao hawalipi zile posho kama wanavyolipa Msumbiji. Wapo hapa. Ukiwapeleleza vizuri watakwambia ni mimi babangu naye halipi, lakini sisemi sana leo. Ukiwauliza wapo watakwambia hivyo. Sasa labda twende moja kwa moja. Mimi kwa jina naitwa Gombo Samandito Gombo. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza. Mimi ni Msukuma. Yaani kule Mwanza ni mbali kabisa. Wangapi walishafika Mwanza hapa? Wote. Mchezo nini? Kule mbali sana kule. Ila mimi nikiwa rais nitahakikisha angalau tu mmepata hata kaziara kakwenda Mwanza, kila mmoja akale sangara kule na kurudi. Si wale chama kinchanga. Kule hatuna chama kinchanga Chimeje wala chimumunye. Ukichimama nchale. Ukichichuma nchale. Mkuja huko bwana nchale. Sasa mzee wetu hapa ametoka kutuambia matatizo machache yaliopo kati ya mengi sana yaliopo ambayo CCM imekuwa ikiyafanya na nyie mnakosa raha. Mheshimiwa diwani mtarajiwa naye ametuambia ya kwake mengi tu. Na mwanamama hapa katuambia ya kwake. Sasa nianze kuambia moja moja kwamba linaishaje. La kwanza, kwa sababu mzee amekuja hapa kuzungumza yeye kwamba wazee CCM haiwajali, na ni kweli haiwajali. CUF moja ya sera zake ikiingia tu madarakani, hilo ni la tamko. Wewe umesema wazee wako 30%. Hapana, hamfiki hata milioni 3 Tanzania nzima wazee wote kuanzia miaka 60 na kuendelea. Hata milioni 3 ni ya kuangaikia. Ile 1, 2, 3 mpaka milioni 3 ni ya kuangaikia. Kwa hiyo CUF inasema mtapigwa posho nyie kila mwisho wa mwezi, mtakula hiyo hela bila kujali kama wewe uliwahi kuajiriwa kwenye sekta ya umma au ulikuwa unalima mikorosho tu au ulikwenda vitani au ulipigania uhuru. Wote mtakula posho. Kwa hiyo mzee wangu nikuondolee wasiwasi. Mtakula hiyo posho. Pesa zipo nyingi mno. Zingine zinakuja kwa njia ya tasafu. Halafu mnaambiwa mkachimbe mitaro kwanza, halafu ndio mlione hiyo pesa. Sasa mnaambiwa mkachimbe na visima. Sijui mfanye na nini? Hapana. Pesa hizo ni zenu. Mtazila bila kuzihangaikia. Kwa sababu mmeshahangaika mno tayari. Mmeahidiwa maji hamyaoni. CUF itayaleta maji mpaka mlangoni kwako. Ushindwe mwenyewe tu kuyaingiza ndani kwako. Sisi tutayaleta mpaka kwenye mlango wako. Nasema haya kwa sababu pesa zipo. Pesa sio tatizo hata kidogo. Pesa ni nyingi, ila CCM wanaiba ni mchwa. CCM ni mchwa, wanakula hadi mbuyu. Unakuisha, mtu asimnajua wadogo kabisa ukimbonyeza hivi anatoboka. Lakini wakiukalia mbuyu wanaula wanaumaliza na mpaka unaanguka mbuyu huu. Sasa ndio CCM ni viwavi jeshi wale. Wanakula kila kitu wanachokiona. Sasa na ninyi ndugu zangu, mimi niwaambie. Najua katiba ya Tanzania inasema kwamba kila mamlaka au rais yoyote wa Tanzania anapatikana kutokana na wananchi. Yaani wananchi ndio wanaomchagua anakuwa rais. Huyo rais wa CCM aliyepo leo kachaguliwa na sisi hawa wa Tanzania, si ndio? Ni wa CCM, japo alikuja baada ya kifo cha Magufuli. Lakini kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, rais akifa makamu wa rais anarithi. Kwa hiyo kuna madaraka ya kurithi Tanzania. Na ndio maana tunahangaika pia na kufikiri kwamba CUF ikishika madaraka lazima tuende kwenye katiba nayo tukaangalie marekebisho yanayotakiwa na kuandika katiba nyingine. Mama Samia ameingia madarakani bila kupigiwa kura. Sasa hivi anaomba kupigiwa kura kwa mara yake ya kwanza. Sasa kwa miaka 4 aliyokaa madarakani ameshindwa kutua ndoo ya mama kichwani. Japo yeye aliahidi atatua ndoo ya mama kichwani. Sasa kina mama, mnataka mkamrudishe tena mama mwenzenu huyo ambaye aliahidi kutua ndoo kichwani na hajaitoa ndoo kichwani. Mnataka mkamrudishe tena? Jukumu la kumuondoa au kumrudisha
sio la Gombo Samandito, ni la kwenu ninyi wenyewe. Kwa hiyo msisubiri mtu mwingine wakuja kuiondoa CCM kutoka madarakani. Hayupo mtu mwingine yoyote zaidi yenu. Kwa hiyo kama ni mchawi ni ninyi wenyewe, kama ni malaika ni ninyi wenyewe, kama ni mitume ni ninyi wenyewe, kama ni nini ni ninyi wenyewe. Mna uamuzi wa kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani au kuendelea kukiacha kiendelee kuongoza kwa kura zenu. Ndio maana Gombo Samandito, mimi nawaomba tarehe 29 ikifika, asitokee mtu wa kususia uchaguzi, asitokee mtu wa kusikiliza wanaomwambia akaandamane aache uchaguzi. Mkifanya hivyo, mtaipa CCM njia ya kushinda bila kupingwa, na hawataona aibu, watajitangaza kwamba wameshinda, na aibu hawana hao watu. Ni bora mwende mkapige kura, waziibe, tujue moja kwamba tunahangaika na wizi wa kura. Sio kwamba wapite halafu hatukupiga kura hata sababu ya kulalamika tunakosa. Maana tusipokwenda kupiga kura watajitangaza kushinda, halafu sisi tukisema kwamba wameiba kura, watakuwa wamemwibia nani sasa? Si hatukwenda kupiga kura. Watakuwa hawajaiba, watakuwa CCM wako sawa, watayapata madaraka kwa haki, kwa sababu ninyi mmeamua kuwapa hiyo haki, mmeamua kuacha kwenda kupiga kura. Kwa hiyo wanaosema msiende kupiga kura, msiwasikilize kabisa, wanawadanganya. Wanaosema muandamane siku ya kupiga kura, wanawadanganya. Nendeni mkapige kura, tuiondoe CCM bila kumwaga tone la damu ya mtu yoyote. Nguvu ya kuiondoa CCM kwa sanduku la kura tunayo. Hebu nendeni tu, kwani Tandahimba hii ni mara ya kwanza kafu kushika madaraka? Si mnapigaga mnatangazwa. Sasa leo kutatokea kitu gani mkipiga kura kwa kafu halafu mnyang'anyi kura zenu? Haiwezekani. Kapigeni kura zote kwa kafu. Mpigeni kura Gombo Samandito. Mpigeni kura diwani wenu. Piga kura kwa wabunge wenu wote. Haki hiyo mtaipata safari hii, haitapotea. Mtaipata, mimi nawahakikishia. Kwa hiyo niwaambie tu, mkishakipigia chama cha wananchi kafu, mambo yafuatayo mtayapata. Nimesikia madiwani wenu hapa wanasema watanunua sura beseni, watafanya nini? Watafanya hivyo kama mtaninyima mimi kura, kwa sababu watakuwa chini ya uongozi wa CCM. Mmewapa, wako chini ya uongozi unaotaka mlipie matibabu, mtalipa. Lakini mkinichagua mimi, mama mheshimiwa diwani mtarajiwa, hakuna cha sufuria, hakuna cha wembe, hakuna cha kadi ya kliniki inalipiwa, hakuna sisi cha kujifungua kwa pesa. Watu wote mtatibiwa bure bila kulipa senti yoyote. Kwa hiyo iwe kliniki, wewe nenda tu kliniki, utapata huduma kule. Kama ni kujifungua, kajifungue, zaa na wengine, ongeza wafike hata 100, wewe zaa tu. Serikali yako itakutilia watoto wako wote, kwa sababu pesa ipo. Zaa watoto wengi, na elimu kwa serikali ya kafu ni bure kabisa. Hakuna cha 300, hakuna cha nini alichokisema yule mzee. Tutaipata elimu bure kwa sababu pesa zipo. Pesa zipo ndugu yangu, zinaliwa tu na Chama cha Mapinduzi. Niwaambie tu, Tanzania hii rushwa ni kansa isiyo na tiba, lakini tiba yake kwa sasa iko kafu. Ukiwa na CCM peke yake, kansa ile haitibiki, kwa sababu CCM mnaona wakitaka hata kufanya mkutano tu, watakuja kuwapa rushwa ya baiskeli, watawapa rushwa ya maloli ili mkae mle kama dagaa au korosho zenu mnapelekwa Mtwara kwenda kuwasikiliza waliko. Mimi nimekuja hapa nimewapata mwenyewe kwa kuja kuwasikiliza na kuhakikisha na waomba kura zenu hapa. CCM haifanyi hivyo kwa sababu ni kiziwi, inajiamini mno, inaamini wazi kabisa. Na kuna mzee wa bao la mkono yuko huko anaitwa Nape Nnauye, kwamba yeye anasema tutashinda tu. Yuko mwingine anaitwa Dr. Bashiru Ali, yeye anasema CCM watatumia dola kubaki kwenye dola, kubaki madarakani. Ndugu zangu,
chaguo, na hakuna mwingine wa kuja kuwasaidia. Mtajisaidia wenyewe, sio kwenda chooni. Mnajisaidia wenyewe kujikomboa. Kwa sababu mimi hapa naongea sana kuomba kura zenu, lakini mkininyima kura zenu, mimi si lolote, si chochote. Mtarudi Mwanza, nitakwenda kuongea Kisukuma kula Sangara, basi nimemaliza. Mkinichagua ndio na siku nyingine nitakuja huku, nitauliza na unguruma, nani hapa amemtoza mtu pesa ya kujifungua? Nani hapa kamwambia mtu atoe mchango wa shule? Na mfukuza kazi mara moja. Nitakuja hapa kwa nguvu hiyo, nitakuwa nayo. Lakini msiponipa kura, nitabaki kusema nilienda Tandahimba nikafanya na mkutano, nikaomba na kura, nikapata kura 8. Imebaki hadithi sasa. Lakini mkinipa kura, mjue kwamba elimu ni bure, afya hamtauziwa maiti. Kila kitu nitakipeleka mimi kule. Na ajira nitazitoa zote, kwa sababu shule za msingi, za sekondari na vyuo havina walimu wa kutosha. Darasa linalosema la wanafunzi 200 darasani, mwalimu mmoja uliona wapi? Mahuta. Kwa hiyo kama uliona Mahuta, Gongo Samandito ataisafisha hiyo Mahuta. Walimu watajaa tele pale, kwa sababu watoto wenu wengine hapa wanavyo vyeti vya walimu hawajaajiriwa. Lakini nafasi za kazi kule mashuleni zipo. Walimu ni wachache. Sasa unajiuliza sasa, walimu wachache, walioko mtaani wapo hawana kazi. Hospitalini madaktari wachache, mtaani wapo madaktari hawana kazi. Sasa si kuchukua tu wasio na kazi unawapeleka kula ambako kuna nafasi? Atajitokeza mtu mmoja atasema utawalipaje? Sasa huyo anayesema utawalipaje, yeye analipwa na nani? Anakula nini yeye? Mimi nitakapomuona kwenye utawala wangu mtu anasimama anasema hakuna pesa za kulipa ajira watu, kwa hiyo hatuajiri watu, anafukuzwa kazi dakika hiyo hiyo. Kweli kabisa kiongozi. Anafukuzwa kazi pale pale. Kweli kabisa. Mimi nasema hivi, CUF tunasema haki sawa kwa wote na utajirisho kwa wote, mali asili yetu tutajirisha. Nasema hivi, mimi mkinipa kura tu, kilichoko mezani hapa Tanzania kitatutosha wote. Kitatutosha wote. Hakuna cha kusema mtoto wa nani kaajiriwa, mtoto wa nani hajaajiriwa. Kama pesa ya kuwalipa mishahara ni ndogo, tutalipana wote hiyo hiyo ndogo itoshe. Na tutaila wote. Kama itakuwa nyingi, tutaila wote hivyo hivyo. Huyu ndio Gongo Samandito anayeomba kura kwenu. Nitayafanya hayo, sio kwamba sitayafanya. Kama leo mwalimu kula analipa 800,000, halafu kuna walimu 20 wako mtaani hawalipi chochote, basi hiyo 800,000 tutaigawana. Ili mradi tu mtu asikae mtaani, aende huko kwa akafundisha. Kama huyo sijui waziri wa elimu analipwa milioni 20 peke yake, na gari V8 analo, na nyumba anayo, na akienda kutibiwa yeye ana bima ya afya ya kutibiwa hata India, tutaporomosha kimshahara chake, tutakilipa walimu, watakwenda kufundisha. Kama atanuna, ninamfukuza mimi kazi dakika hiyo hiyo. Kwa hiyo kilichopo lazima kitutoshe. Hiyo ndio maana yangu. Kama kilichopo ni kidogo, kitatutosha hicho hicho. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie, maji yatakuja, umeme mtaupata mpaka nyumbani kwako bila kulipia. Wewe utanunua luku tu, lakini umeme utakukuta nyumbani kwako. Kiongozi, kweli kabisa kiongozi. Haya maneno mimi nawaambia, serikali ya CUF tutajenga viwanda ambavyo vitakuwa ni mali ya serikali. Hata huku tutajenga korosho, hizi zina mazao mengi mno. Tutajenga viwanda hata vya korosho, ili mnapouza korosho unaweza kuuza kiwandani moja kwa moja, sio uuze kwenye gara alafu upeleke India ukaletewa biskuti kutoka India uje ununue biskuti kwa ajili ya mtoto wako, au vipeleke sijui wapi kule vikatengeneza mafuta ya kupikia uje wewe uanze kununua mafuta ya kupikia hapa. Tunatengeneza hivyo vitu hapa hapa. Kama kuna korosho nyingi Tandahimba, tutajenga viwanda Tandahimba vya korosho huko, na vya ufuta tutavijenga, ili hayo mazao yanayotokana na hizo korosho yatolewe hapa hapa na bei ya korosho iwe juu. Serikali itafanya, na nitatoa pesa nyingi sana kwenye jeshi la kujenga taifa.
kwa sababu jeshi la kujenga taifa liko Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo ya wananchi. Nitatoa pesa huko, vijana wetu wengi mtaajiriwa huko na viwandani kule, na wengine wataajiriwa huko kwenye sekta ambayo ni ya kutoa huduma. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, kazi yenu ni moja tu sasa hivi, ya kumchagua na kumleta Gombo Samandito Gombo awe rais wa Tanzania kupitia chama cha wananchi kafu, na haya mema yote ninayoyazungumza mnayapata, kwa sababu hatuna tatizo la pesa. Mali asili tunayo nyingi mno. Tuna bandari tu hapa Mtwara. Bandari ya Mtwara pia peke yake inatosha wanamtwara wote mkalala bila hata kulipa kodi. Hiyo tu moja. Hatujazungumzia bandari ya Dar es Salaam. Hatujazungumzia bandari ya Tanga. Na kuna bandari nyingine na ileta pale tu mkinichagua, na ileta pale Lindi. Bandari nyingine. Mji wa Lindi unameremeta hivi. Mji wa Mtwara unameremeta hivi. Hapo sijahitaja gesi. Nikishahitaja na gesi ni mabomba yatapita kama ya maji kila kwenye nyumba tutayapeleka. Haya hatutaniani, kwa sababu hivi vitu vipo na vinawezekana. Mabomba ya gesi yanatiririsha gesi ile kama maji, yanaenda kwenye kila nyumba. Kwa hiyo mtaanzia hapa kuila gesi yenu, halafu ndio iende kule Mombasa wanakotaka kuipeleka. Huyo ndio Gombo Samandito, na haya tutayafanya. Yataanzia hapa, na wala hamtaulizana ile kwamba inatoka haitoki, hamtaulizana. Inaanzia hapa hapa, halafu ndio inaendelea kwenda kwa wengine, kwa sababu mambo mazuri yanaanzia nyumbani bwana. Huwezi kuanza kumuua nyoka aliyeko Dar es Salaam unaacha kumuua nyoka aliyeko Tandahimba, haiwezekani. Kwa hiyo haya nayasema ni ya kweli kabisa. Nipeni hiyo dhamana, nipeni hizo kura, mimi niende nikawafanyie hiyo kazi. Na mimi nikiboronga, mimi msisubiri hata miaka 5 kuisha. Pazeni sauti tu, Gombo ulitudanganya. Mimi nitajiuzuru mwenyewe. Hako katabia kakuachia ngazi ninako, ninapoona kwamba ninashindwa. Niliwahi kuwa mtumishi wa serikali kama afisa mipango miji, ndio taaluma yangu, kwenye halmashauri mbalimbali Tanzania. Nilipelekwa Songea nikaacha kazi masaa 24 Songea manispaa, nimefanya kazi mimi pale. Magufuli akanipa ukurugenzi wa halmashauri, nikawa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Nimefanya kazi miaka 2, yakanishinda. Mimi nataka watu wapate hiki, serikali inatoa amri hizi. Nikaona hapa isiwe tabu, kwa sababu mkurugenzi hana maamuzi ya mwisho. Niliandika barua nikamwandikia Magufuli, barua masaa 24, nikaacha kazi ya ukurugenzi. Lakini bado hiyo haikutosha, limeendelea kuniuma la kwamba nafikiri na ninatamani ninalo jukumu la kufanya kwa Watanzania. Mimi sisubiri serikali inifanyie jambo. Mimi nataka nishiriki kuchangia maendeleo ya nchi. Leo nimekuja Tandahimba, nimepita sehemu mbalimbali za Tanzania kuomba kura. Yale niliyoyaona sio sawa, na mnayoniambia ninyi kwamba hayako sawa, sasa mnipe mamlaka ya kwenda kuyatekeleza hayo. Mamlaka ambayo mkinipa, mnao uwezo pia wa kuninyang'anya kwa mujibu wa katiba. Mkasema kwamba Gombo umetudanganya, hatukutaki tena, na mimi nitaacha. Uzoefu wa kukubaliana na hali halisi ninao. Siombi kura kwenu kwa sababu nataka kwenda kutajirika kule, hapana. Pesa ya kula ninayo, inanitosha mimi na familia yangu, na hata itanisaidia mimi nikipewa mapesa yote ya Tanzania, halafu wengine hawana. Raha ya pesa, unapokwenda mahali na wengine wawepo wanaila pesa yao, hawepo na kama kaushindani ushindani hivi. Wewe unakula cha kwako hapa, mwingine anakula pale, mwingine anakula pale, mambo ni raha mstarehe. Lakini ukiwa peke yako unakula peke yako, hata hiyo raha ya kula utaitoa wapi? Huwezi kuipata. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalizie kwa kuwaomba kura zenu zote za ndio. Mnasikia ndugu zangu? Na waomba sana sana sana, msiwe na wasiwasi, nipeni kura zenu zote za ndio, ili muweze kufaidi matunda ya kura zenu. Niwaambie tu kweli kwamba ninyi wa Tanzania, wakiwemo wa Tandahimba, mnao uamuzi. CCM ina ugonjwa wa kansa ya rushwa na inampa kila mtu. Hapa kafu hatuna mgombea wa ubunge, si ndio? Hatuna. Kwa nini hatuna? Nimepita kule Mchinga
yuko mwamba mmoja mwanamama Mchinga kule anaitwa Mama Salma Kikwete. Wamefyata mkia huko wanaume na wanawake wote. Hakuna aliyechukua fomu ya kugombea. Hakuna. Yule mama kule anasubiri kuapishwa. Wote wamefyata mkia. Mnafikiri kwa nini wamefyata mkia? Mmejiuliza hilo? Hamjajiuliza? Mnataka niwaambie? Ndio. Ukienda kule Chalinze kule, yuko mtoto wake na huyo mama. Kuna jimbo linaitwa Chalinze. Wamefyata wote mkia. Yuko peke yake. Anapita yeye tu. Mnafikiri kwa nini? Hamjajua eh? Nitawaeleza tu mimi. Sasa kueleza si ndo kazi yangu. Haya, CCM kwenyewe. Mimi hapa nimeomba. Nimejaza fomu. Nikaomba kafu. Wakaja mpaka wajumbe wa mkutano mkuu. Wakaja Dar es Salaam. Tukashindanishwa hapo, tulikuwa watu watatu. Tukapambana wewe mpaka nikaibuka kidedea. Nikachaguliwa, nikaenda tume, nikapewa fomu, jaza. Nikasubiri mapingamizi, hayakuwepo. Nikaendelea kupeperusha bendera ya kafu. Nenda huko CCM sasa. CCM hakukuwa na uchaguzi. Ndani ya Chama cha Mapinduzi hakuna demokrasia. Wakapeana wenyewe. Wana CCM wamenuna mno. Hiyo kodi nawaambia sasa. Siri hiyo nawaambia. Kwa sababu waliowekwa kugombea sio chaguo la wana CCM walio wengi. Wamechaguana tu wenyewe kwa kuibaka demokrasia. Lakini Mpina alipojaribu yeye kula amepita kule, hatimuliwa mithili ya mbwa mwizi. Lissu yeye hata kuanza tu hakuanza. Demokrasia hakuna. Ndani ya Chama cha Mapinduzi demokrasia haipo. Sasa hao ndo walioshikilia kitu, na wanapokuja huku kwetu wanaleta matatizo hayo hayo. Hawataki demokrasia. Sasa nendeni nyie mkawathibitishie kwamba ninyi sio wao. Hao mnapoona kwamba watu hawagombei hawafanyi nini, ni tatizo ambalo wananchi wameliruhusu litokee. Kwa sababu kimsingi wanahongwa ili wasigombee. Tulikuwa naye sisi mgombea wa kafu kule Mchinga, tulikuwa naye. Alikoyeyukia kusikiliza kapata mpunga, akayeyuka. Na wengine mama kabaki peke yake. Sasa sisi tulikuwa tunajiuliza, huyo mama lakini hakushika fimbo, hakushika bunduki kuambia watu wasigombee. Alishika kapesa akawapelekea, nao wakakubali kushawishika, wakala ile pesa. Sasa walipokula pesa wakatakiwa wajibu. Sasa hakuna kugombea kweli, wameacha kugombea. Sasa na sisi hapa tujiulize, kati yetu sisi ninyi hawa mtakuwepo mawakala wa kulinda kura za Gongo Samandito, wa kulinda kura za diwani, wa kulinda kura za wagombea wengine. Hapa kwa bila hatuna bunge, hatuwezi kuzungumzia habari ya bunge, ila kura za rais na za madiwani mawakala tutawapata humu kwenu nyinyi humu. Na CCM kila siku wako bize kuja kuwatongoza. Wanaleta vibaiskeli, wanakuja kukununua kadi yako. Wata nyingine wanaleta chumvi. Wakala wewe wanakuletea vitu gani? Ukikubali wanapita. Sasa bado tuna haja ya kuendelea kulaumu CCM au na sisi tujichanganye humo kwenye kulaumiana? Kwa sababu na sisi tunakubali kuongeka. Tukataeni kununuliwa. Hapa tunatizamana kwa macho ya huruma na uchungu, na sisi wenyewe ndio wenye jukumu la kusema tuweke serikali madarakani. Tukataeni kununuliwa. Tukataeni rushwa. Ugonjwa huo tuiachieni CCM peke yake. Sisi tukataeni. Tunahubiri haki kama chama cha wananchi kafu. Na ili haki itendeke ni pamoja na kuikataa rushwa. Una shilingi 500, unaletewa 50,000, kataa ile 50, ubaki na 500 yako. Uende nyumbani na njaa yako kama sikio hujalipa pesa. Ili mradi haki itendeke. Nani yuko haki tayari kutenda haki hata kama kuna milioni
ataondoka kurudi nyumbani na 500, atakataa milioni ya CCM. Wangapi wako wanakubali hilo? Mbele ya pesa. Nani anaweza kuikataa milioni akakubali shilingi 10,000 ya diwani? Diwani utatoa shilingi ngapi kwenye mawakala bwana? Au 10,000 hiyo itakuwa 10,000 au 5,000? Sasa nani yuko tayari kupokea 10,000 ya diwani ili alinde kura, akatae 500,000 za CCM ili auze kura? Nani yuko tayari? Kutoka moyoni, sitaki uongo, lakini kutoka moyoni, nani yuko tayari? Kwa kweli imefurahisha sana, lakini huu ni uchungu. Tukataeni rushwa ili tupate haki tunazozitaka. Sawa jamani? Tukataeni kununuliwa. CCM wanatamba kwa sababu wanazo hela walizoiba serikalini, walizochukua kwa kutumia kuuza bandari zetu, kuuza misitu yetu, kuiba kila kitu na rushwa na ufisadi wote waliozichukua. Leo hii wanazileta kuja kununua. Na watu wanakubali kununua. Kataeni rushwa. Ubaya wa rushwa ndio huu. Ubaya wa rushwa ndio stakabadhi ghalani. Ubaya wa rushwa ndio huo matibabu mnaambiwa mlipe pesa. Rushwa hiyo ndio inaleta maji mkose. Rushwa hiyo ndio mnalipa elimu. Rushwa hiyo ndio mabarabara ya vumbi. Rushwa hiyo gharama kubwa za umeme. Rushwa ni hiyo. Mkiikataa mtavipata hivyo vitu. Kwa hiyo niwaombe sana. Mimi nimalizie kwa kuwaomba. Ndugu zangu, mabadiliko tunayataka. Nani anataka mabadiliko? Wote mnataka kuiondoa CCM mamlakani. Nawaomba sasa, namalizia tu kwa kuwaomba. Tarehe 29 nawaombea kwa Mungu muweza wa yote asiugue hata mmoja. Wote kama tulivyo wanatataika tukapige kura.